kutaka kujua kitu gani hasa ambacho kilitokea kwenye kutafuta solution ya tatizo ambalo lilitokea. Kwa hiyo ukisikia kwa upande wa Yanga kwamba kuna issue ambayo inatakiwa kuwa solved hapa, kuna solution ambayo inatakiwa ipatikane. Sasa kwa upande wa Unyamani ni mzee wetu Murtaza Mangungu, chuma kabisa. Yeye bwana, yeye ile Nissan Patrol ile ni Nissan Patrol. Manda, sisi tunajua magari tangu utotoni. Chuma ukiiona tu unajua hii chuma ya rough road. Achana mambo yako bana. Gari ile trend moja tu. Bana, ngoja tumsikilize mwenyekiti Murtaza Mangungu akizungumza kwa upande wao. Kikao hichi kwao Simba kilikuwa kinahusu maendeleo ya michezo, maendeleo ya soka, na hasa ukizingatia waziri huyu ni mpya kwenye hii sekta ya michezo. Mwenyekiti Mangungu: tumezungumza yote ambayo yalikuwa ni muhimu na tumewasilisha kwa mheshimiwa waziri na timu yake. Kwa hiyo naamini vikao vitaendelea. Maendeleo ya soka yako mengi ambayo waziri kama mnavyofahamu ni mpya ya wizara hii, pamoja na uzoefu mkubwa walionao, lakini kuna mambo ambayo yatakiwa tujadiliane ili kuweza kupata mtazamo wa pamoja. Lakini sisi tumekuja kuwakilisha Simba. Kwa hiyo aliowakilishwa na watu wengine mimi sijui. Leo tumeanza kikao cha awali, tutafanya tena kikao wakati. Kikao chetu sisi hakihusiani na chao. Kama ingekuwa kinahusiana ina maana tungekaa pamoja. Kwa hiyo siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walipokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo, na kama wameeleza hivyo ni sawa. Sisi tunachosema hayo ambayo nimewaeleza ndio ambayo tulijadiliana. Sasa hiyo itakuja kwenye tafsiri ya mwisho ambapo tutakuja kutoa taarifa ya pamoja. Mamlaka si imeshasema mechi itapangiwa tarehe. Kuna haja gani tena ya kusema hatma? Kuna hatma gani nyingine? Hamna hatma. Hatma mpira utachezwa tu siku nyingine kama itakavyopangwa. Wao wanashikilia kanuni, lakini kanuni hiyo inaipa mamlaka bodi ya ligi kubadilisha mchezo muda wote pale ambapo wanaona inafaa. Sasa uwezi ukachukua sifa ya tembo ukachagua kwa kulitaja sikio au mguu peke yake. Ukitaja tembo inabidi umchukue wote. Kwa hiyo kanuni hizo kuna vipengele zaidi ya 54. Sasa unawezaje wewe kutumia kipengele kimoja tu peke yake? Inabidi uwe na fikra nzuri zaidi. Niwatakie jioni njema, asanteni sana. Walawe ni mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, pia akizungumza kile ambacho wao klabu ya Simba waliweza kukizungumza ndani ya kikao chao ambacho kilikuwa dhidi ya wizara, viongozi wa wizara, kwa maana alikuwepo waziri, naibu waziri pamoja na katibu mkuu wa wizara, lakini pia na viongozi wengine wa BMT, kusema kwamba bwana mikutano yetu ilikuwa ifanani, ndio maana kila mtu kaingia kwa njia yake, na wao wanachojua, wanachosubiri ni mamlaka tu kupanga ratiba ya mchezo. Hayo mengine wao hawayajui. Haya ndio maeneo ambayo kidogo yanachanganya watu. Mandala, umesikia kiongozi wako? Kiongozi upo sahihi, kwa sababu kwanza sisi kumbukeni tuna kibarua na mechi za kimataifa. Timu jana leo imesafiri alfajiri, si ndio? Kwa hiyo sisi kuna muda itabidi haya mambo asitoe nje ya reli, mambo sijui dabi inachezwa ichezwe. Hao ndugu zetu wana kazi nyingine tena. Kwa hiyo wana haki ya kudili, tunacheza tucheze. Wangekuwa club bingwa singekuwa na dili na hivi vitu. Kwa sababu hao kwa nataka tule sisi nje ya reli, tuungane nao na sisi tuingie katika mfumo wao, tutolewe. Kumbe sisi tuna dhamana kubwa kubeba nchi na kwenda kuwakilisha, kwa sababu sisi lengo letu sio kuleta kamba hapa Tanzania. Kama zile kamba zilizoleta wao. Si lengo letu kuleta kikombe cha shirikisho. Kwa lazima tudili, tufocus na tuingize akili zetu. Ndio msikiza hata Mangungu anasema sisi tumeenda kwa ajili ya kujadili ligi, pamoja pia hata kuangalia maendeleo ya klabu yetu, kwa sababu wale viongozi lazima wajue klabu yenu mmejiandaa vipi, mnaendelea vipi na mipango gani na nchi, kwa sababu sisi tumebeba bendera. Tuna mpango wa kuleta ubingwa wa shirikisho, sio kamba zozileta wa Yanga. Kevo, nimesikitika kweli kweli kama shabiki wa Simba amekiri kwamba walikuwa kwenye kile kikao wanazungumzia maendeleo ya klabu yao. Na kama nilikuwa namsikia huyu hapa anasema kwamba kikao kilikuwa kimekutanisha Yanga, Simba, bodi ya ligi, TFF na serikali. Lakini nimsahishe kidogo, ni vikao viwili tofauti. Hao watu watatu ambao ni stakeholders walifanya kikao na Yanga, baadaye wakaja wakafanya kikao na Simba. Kwa hiyo pengine kweli hicho kikao kilikuwa kinazungumzia maslahi ya klabu yao, na ndio maana mwenyekiti wao alitoka akatuambia walikuwa wanazungumzia maendeleo ya soka Tanzania. Sasa nikawa najiuliza, Mangungu ni sehemu ya BMT, Mangungu ni katibu mkuu TFF, Mangungu ni rais wa shirikisho la mpira Tanzania. Mpaka hichi kikao tunajua kabisa, kwa sababu sio wewe tu Kasuga, nchi nzima inajua waziri ameenda kwenye issue ya dabi ya tarehe 8, lakini anatoka kiongozi ambaye alikuwa sehemu ya kikao anasema walikuwa wanazungumzia maendeleo
ya soka la Tanzania kidogo inafikirisha, na mashabiki pia wameshaingia kwenye mkeva. Kuna kitu cha kielewa, anasema kwamba hujamuelewa Mangungu. Wewe mwenyewe hujamuelewa Mangungu, hujamuelewa. Kasema kama hiki kikao kilikuwa kwa ajili ya dabi, kwa hiyo wangeitwa viongozi wa Simba na wa Yanga pamoja, si ndio? Kama ulimuelewa vizuri. Kama nisikilize. Kama ilikuwa kile kikao kama mnafikiria nyinyi cha dabi, wangeitwa wote pamoja, viongozi wa Simba, wa Yanga na kama ilivyokuepo. Lakini kila mtu kaitwa kwa muda wake na kwa wakati wake. Uwezi jua kina Mangungu wameitwa wameenda kujadili nini. Ndio maana amekuja kwa muda wao na wakati wao. Unajua kwa nini Mangungu kauli zake zimezua taharuki? Kwa sababu ukimsikiliza kiongozi wa Young Africans kaongea, lakini kuna neno anasema kutafuta solution ya jambo. Na wote tunajua kwamba kwa nini jana kile kikao. Turudi kwenye kesi. Mandala, tukiachana mambo yote. Turudi kwenye kesi. Tubaki kwenye uhalisia. Turudi kwenye kesi kwanza. Turudi kwenye kesi. Hii kesi kumbukeni Simba imehusu. Turudi kwenye kesi husika. Yanga wana kesi na bodi ya ligi. Simba haihusiki. Kimsingi ukisikiliza. Sisi Simba tumekaa tunasubiria tarehe ipangwe. Kumbuka kesi ni ya Yanga na bodi ya ligi, wanaishtumu bodi ya ligi kwa nini mechi ifanywe nini igeilishwe. Simba sisi tumefuata bodi ya ligi, mechi imegeilishwa tukafuata muongozo wa bodi ya ligi. Kesi sisi haituhusu. Mandala, labda kabla ya Wakanda na Majani kuja kuonao kusikia maoni yao baada ya mapumziko. Inawezekana wewe unalianzia jambo baada ya taarifa kutoka. Lakini kumbuka serikali ina mfanyakazi wake ambaye alitajwa, ambaye ni meneja wa uwanja. Na uwanja Benjamin Mkapa ni uwanja wa serikali, ambapo ukimsikia Hersi anasema wao walienda kuwasilisha mambo yao. Na Simba yeye ndio chanzo cha mgogoro wote, kwa sababu yeye alitoa taarifa za usalama wake, kuzuiwa kuingia uwanjani na vitu vyote. Kwa hiyo kama serikali inataka kulisolve hili jambo na Young Africans either apate anachokitaka au asikipate, lazima wasikie upande wa mtu ambaye aliripoti tatizo for the first time, ambaye alikuwa ni Simba, ambapo ule uwanja ni wa serikali. Kwenye kuzunguka huko tunaambiwa meneja alishakuwa mtu wa kwanza kuwa question tena kwa njia ya simu, nini kimetokea na wenye mambo. Ibla kidogo. Usiishie katika kidogo hapa. Hii kesi ile solve. Kuna kitu kimoja. Ibla, kuna kitu. Simba waulizwe. Nataka nitetee hoja yangu. Upande wa Simba. Ibla, nataka nitetee hoja yangu. Haitetee. Sikiliza vizuri Ibla. Nataka uisikize hoja yangu. Kumbuka kuna barua media nyingi walisoma kutoka bodi ya ligi, japo mimi sikuiona official, lakini nimesikiza na vyombo vya habari vikubwa kwamba imesomwa kwamba bodi ya ligi yenyewe ilikiri kwamba sababu kubwa ya kuvunja mechi sio Simba. Unakikumbuka hiyo kitu? Sio Simba. Kwamba kuna, japo mimi sikuwahi kuithibitisha ile barua, lakini vyombo vingi vya habari na watu wengi walichambua ile barua kwamba bodi ya ligi sababu kubwa kugairisha mechi sio sababu za Simba. Sababu za sijui, sababu hazijulikani. Sio kubishana. Mandala, kabla ya kwenda mapumziko, labda kwenye taarifa zote, barua zote zilizoonekana 3 ambazo zimechambuliwa. Barua ya mwisho ya bodi ya ligi. Kuna taarifa ya Yanga kuomba alama zao 3. Si ndio? Wakaambiwa alama 3 hamtaweza kupata kwa sababu mchezo haukamilika, lakini mchezo wetu uliuahirisha kwa sababu kwa kuna issue za usalama, kwa kuna masuala ya rushwa. Simba ikutajwa. Subiri basi. Mpaka mchezo unaahirishwa ni baada ya Simba kuandikia barua bodi kwamba hatuchezi kwa sababu ya kanuni hii na hii ya sisi kufanya mazoezi. Kwa hiyo chanzo cha kwanza, na Simba walisema usalama. Sababu ya kwanza ya mchezo kutochezwa kwa maana ukaahirishwa alikuwa ni Simba baada ya Simba kucomplain. Kwa hiyo kama serikali inataka kusikiliza jambo hili, hauwezi kumwacha Simba. Inawezekana grounds ambazo Yanga wanaziona ni nyepesi za ule mchezo kutochezwa, inawezekana serikali ikasikiliza kwamba Simba, mtu ambieni ilikuwaje, na labda ikasaidia kumeasure kwamba TFF hizi sababu zenu zilikuwa zina msingi au zilikuwa hazina msingi. Kwa hiyo chanzo cha mechi kutochezwa, hata saa hizi ukiulizwa na mtu popote pale, ni Simba aliripoti kutokucheza, kanuni sijui ilivunjwa, tena swala za usalama. Kwa hiyo Mandala hapo nyinyi mpukiki kwenye hii kesi. Maendeleo ya soka Tanzania, Kasuga asiitwe Mtibwa na wengine aitwe tu Simba. Alafu akajadili maendeleo ya mpira. Kwani kuna ubaya kwa Simba? Tunarejea.